Nataka kuongelea jambo ambalo linasema kubomoa uadui katika wanadamu. Uadui imekuwa ndio chanzo kikubwa cha matatizo yote dunia mzima, na cha kunishangaza kwamba uadui huu ni wa wanadamu, kati ya wanadamu na wanadamu. Mwanadamu akafika mahali akaona ya kwamba mwanadamu mwenzake ako na uwezo wa kumumaliza, ako na uwezo wa kumuua, ako na uwezo wa kumharibu. Tukafika mahali tukaona ya kwamba katika maisha yetu, matatizo yote ya maisha yetu yanaletwa na mwanadamu. Lakini swali ni je, katika uumbaji hivyo ndivyo vile Mungu alikusudia? Hiyo ndio swali. Kwa sababu gani? Hatuwezi kuendelea kukaa katika uongo miaka zote. So lazima tubomoe kile ambacho ni kibaya, alafu tujenge kile ambacho kinahitajika. Kwa sababu nimekuwa nikiangalia tangu nizaliwe katika hii dunia, na nikapata ya kwamba matatizo yote ya hii dunia hayatokani na mtu mwingine kando na mwanadamu. Mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, mwanadamu ambaye alipewa ufahamu wa muhimu sana, mwanadamu ambaye aliumbwa kipekee na Mungu akamdhamini zaidi kuliko viumbe vyake. Huyu mwanadamu amegeuka siku ya leo, amekuwa ndio mtu mbaya kwa viumbe vyote vya Mungu. So lazima tutabomoa kile kitu ambacho kilijengwa na sio mzuri, alafu tujenge kile ambacho kinastahili. Nimekuwa nikiona katika hii dunia uadui mkubwa katika hii dunia ambao umesababisha watu kukufa, watu wengine kuchukia wengine, watu wengine kuona ya kwamba hata Mungu hana maana, imetokana na wanadamu. Kwa sababu mwanadamu amefika mahali akaona ya kwamba mwanadamu mwenzake ndio adui mkubwa katika maisha yake kuliko kila kitu. Hivyo ndio mwanadamu katika hii dunia wa saa hii anajua ya kwamba adui wa maisha yake sio yeye mwenyewe, ila ni mwanadamu mwingine. Unaona hiyo shida sasa ambayo imetokea katika hii dunia. Hii ni matatizo makubwa sana. Hii ni changamoto ambayo tuko nayo katika hii dunia. Na hili jambo limesambaa kila kona ya dunia. Ndio naona kila mahali ukienda unaambiwa kwamba kuna mtu atakumaliza. Hii area ni ya wachawi. Ukienda mahali naambiwa kwamba chungana na watu fulani, au watu ni hatari. Wanadamu. Hata mtu akwambia simba, anakuambia wanadamu. Vile wamekuwa hatari katika maisha yake, vile wamemharibia maisha. Wengine wanalia, unakutana na watu wanalia. Mtu anasema kwamba mimi hakuna siku naweza amini mwanadamu. Hakuna siku ninaweza amini mwanadamu, hata mke wangu siwezi muamini, hata mchungaji wangu siwezi muamini. Na huyo mtu anaenda kwa kanisa, huyo mtu ako na mke, huyo mtu ako na bwana. Amekataa kwa kujiamini yeye mwenyewe, amekataa kuamini wazazi wake, amekataa kuamini mke wake. Huyu mtu amekataa kuamini hata mpaka watumishi wa Mungu. Shida tulio nayo, uadui katika wanadamu, na hiyo ndio kazi ambayo tunataka kubomoa. Hiyo ndio kazi ambayo tunataka kung'oa na kutupa nje. Nimekuwa nikiangalia huu uadui ulianzia wapi katika maandiko matakatifu. Mtu wa kwanza ambao tunasema ya kwamba alileta uadui ni nani? Unajua siku ya leo hakuna mtu ako tayari kukubali makosa yake. Kitu kitokea, huyo mtu anachukua yale makosa anarushia wengine. Hakuna mtu ako tayari kusema mimi ndio nimeleta hii shida, na kuanzia siku ya leo nimekubali, sitarudia. Ni wachache. Wengi tulio nao ni wakora. Wanapofanya vitu, wanapokosea, wanajifunika. Wakipata mtu akuambia ukweli, wanajikwaza, wanafura. Hata wewe mtu akuambia ukweli, kama kweli haujatumwa na Mungu, ukiwaangalia vile Mungu alisema katika Ezekiel ya kwamba wale watu watakuwa na sura
wamekunjamana sura. Wale watu watakuwa watu ukiwaangalia magaidi, watakuwa na viburi, watakuwa wajeuri, watakuwa ni watu ambao ni hatari. Lakini Mungu anatuma Ezekiel kwa hao watu. Nataka nikuambie siku ya leo juu ya kwamba katika hii dunia lazima tutahubiri Injili kulingana na vile natakana. Uadui wa kwanza katika hii Biblia ulitoka wapi? Adui wa kwanza wanasema kwamba ni nyoka katika shamba la Edeni. Wacha tuanzie pale. Adui wa kwanza wa mwanadamu ni nani? Kulingana na dunia wamekataa kusema kwamba ni huyu mwanadamu mwenyewe, wamerusha mzigo kwa nyoka. Wamerusha mzigo kwa shetani. Wamerusha mzigo kwa mwili. Unaona? Wamekataa kusema ni wao, wamekataa. Sasa wacha tuangalie katika maandiko. Baada ya Mungu kuumba mwanadamu kulingana na maandiko, akawaweka mahali katika shamba, akawapatia maagizo. Akawaambia kwamba katika miti zote kuleni, lakini kwa hii msikule. Mungu akaenda zake. Akawa anakuja, anaongea nao, wanashirikiana nao. Siku zikaenda. Baadaye Mungu akawaletea mtihani. Ye mwenyewe, tusianze kuzungumza mambo mengine ya ukora hapa. Mungu mwenyewe ndiye alileta hiyo mtihani. Akakuja kuambia kwamba ile mti aliyewaambia wasikule, wakule katika ile mti. Hawa watu kwa sababu walikuwa wamesikia habari za Mungu, hawakuwa ready kukataa, walikubaliana nayo. Na hapo ndipo waliangukia, na hapo ndipo shida zote za hii dunia zilitokea. Shetani hakuwa pale wa kwanza kusema ati ndiye aliwadanganya. No. Wakati Mungu aliwafundisha akawaambia, huu mti na msifai kula kwa huu, zile zingine zote mkule. Hao watu walikuwa na nani? So walikuwa na Mungu mwenyewe. Na wakasikia, wakaelewa, wakasema Mungu tumeelewa, katika ule mti hiyo hatakula, zingine zote tutakula. Walielewa vizuri, wakakubaliana na maandiko, wakakubaliana hayo mawaida, wakakubaliana hilo fundisho, hilo somo likaingia ndani ya wanadamu, wakasema tumekubali, tumeamini. Unaona? Sasa baadaye Mungu alipowaletea mtihani, kuona ya kwamba kile ambacho aliwafundisha walikubali, waliamini, wakaanguka. Sasa mambo ya kulaumu pale shetani na kurusha mizigo zote kwa shetani zimetokea wapi? Mwanadamu mwenyewe ndiye alianguka. Yeye mwenyewe alikubali, akaambiwa katika ule mti usikule, akasema ndio. Zingine zote kula, kwa zile miti zote, miti yote we kula, lakini huu usikule. Umeelewa? Ndio. Umeelewa? Ndio. So baada ya mtihani kukuja, alikataa ile ambayo alikubali, ile alielewa yeye mwenyewe, alikataa. Sasa baada ya hiyo mtihani akachukua hiyo akarushia nyoka. Nyoka ndiye amenidanganya. Wakati wa mafundisho nyoka alikuwa pale. Nyoka alisikia kwenye mlifundisho. Hata maana ya nyoka yenyewe haelewi. Wewe ukienda kwa shule, ufundishwe na mwalimu vizuri. Mwalimu akuulize, umeelewa? Ndio, sema nimeelewa. Ikifika wakati wa mtihani, mwalimu analeta ile swali ambalo alikufundisha, lile somo alikufundisha kila kitu. Haileti nyingine. Alafu ukianguka unalaumu nani? Unataka kulaumu watchman wa shule? Wewe unataka kulaumu wapishi wa shule ndio wamefanya waanguke hiyo mtihani? Unataka kulaumu wazazi wako ati hiyo siku ulitoka kwa nyumba kama hujakunywa breakfast, sasa wazazi ndio wamechangia, ndio maana umeanguka hiyo mtihani? Uliingia kwa shule, mwalimu akakukaribisha, mwalimu akakwambia katika hiyo shule hii ndio sare ambayo unafaa kuvaa hapa mahali, na masaa kuingia ndio haya, na ukikataa kuingia katika hii masaa, basi tutakupatia adhabu fulani. Adhabu inaweza kuwa ni kufukuzwa, viboko, ukasema umeelewa. So wakati umekuja kama umechelewa na unanyoroshwa, unalaumu nani? Ulikubali mafundisho yote. Mwalimu baada hivi amekufundisha kama ni somo la hisabati, la Kiingereza, amekufundisha kama ni sayansi, kama ni jiografia, kama ni somo la dini, ukasema wewe mwenyewe amekufundisha kila mahali, anauliza mumeelewa? Kila mtu anainua mkono. Mwenye hajaelewa inua mkono, hauinui. Umesema umeelewa. So baadaye mtihani inakuja, alafu naanguka. Sasa swali lenye ninauliza, unaanza kulaumu nani? Watchman wa hiyo shule? Utalaumu mlinzi?
utalaumu wapishi, utaanza kulaumu wanafunzi wengine ndio walifanya ukaanguka. Bwana, jilaumu wewe mwenyewe. Hiyo ukora, tafuta mali nyingine unapeleka bwana. Jilaumu tu wewe mwenyewe. So mwanadamu alipopewa mtihani ule ambao Mungu alimfundisha na akakubali, akasema ameelewa, yeye mwenyewe akaanguka, akaanza kutoa visababu na kurushia kwingine. Na hivi ndivyo maisha ya dunia siku ya leo ilivyo. Mimi nakwambia ukweli, watu wengi katika hii dunia wakikosa, ni wachache huwa wanakubali makosa. Mtu huwa anageuka hata kile ambacho alifundishwa akakubali. Wakati ameanguka, huyo mtu anatafuta jinsi, kama ni kwa Biblia, anatafuta mistari, anatafuta mawazo yake ya kusimama na kuonesha kwamba yeye hajaanguka, Kenya amefanya ni kizuri. Lakini swali ni, wakati ule alipokuwa anafundishwa alikubali yote, alikasema ameelewa. Lakini baada ya kuanguka, huyu ndugu, huyu dada, huyu mzee, huyu kijana amekuja na mistari zote za Biblia za kumsaidia kusimama na kudhibitisha ya kwamba hajaanguka. Wewe mwenye ulimfundisha akasema ameelewa, wewe ndio umeshindwa, wewe ndio umeanguka, wewe ndio mbaya. Sasa Mungu aliposema kwamba huyu mtu aliyekataa habari zenye alifundishwa, Mungu alitoa adhabu kwa huyu mtu. Mungu mwenyewe akasema huyu mtu atakula kwa jasho, huyu mtu atazaa kwa uchungu. Kuna vitu unapokataa sauti ya Mungu, Mungu mwenyewe anasema kuna adhabu ambayo inatokea. Kuna malipo ya kukataa sauti ya Mungu. Nilikwambia jana, unaposoma katika hicho kitabu, wakati mwanadamu amekataa yale mafundisho aliyofundishwa akayakubali, basi kuna malipo alipewa pale, ya kwamba haya ni malipo yako kwa sababu ya kukataa. Unasikia? Aliambiwa hivyo na Mungu. Nilikakwambia jana, katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati limetueleza vizuri mtu yote anayekataa habari za Mungu. Mungu ameeleza hata katika Isaya, anasema kwamba huyo mtu hata kula mema ya nchi, huyo mtu hatafurahia maisha yake. Wewe uko hapo umekataa sauti ya Mungu, umekuwa mjuaji na unataka kufurahia maisha. Na Mungu amesema mjuaji yeyote, mtu ambaye anajifanya kwamba anajua yote, yule mtu ambaye anataka kufundisha Mungu hawezi furahia. Sasa wewe uko pale umejifanya mjuaji, ukielezwa kila kitu unaelewa. Unapoanguka hautaki kukubali urekebishe, Mungu akuje akurejeshe katika nafasi yako yenye unafaa kuwa ndani, uendelee mzuri na maisha. Umekuwa kichwa ngumu, umekuwa mjuaji. Ndio maana unapokuwa kichwa ngumu na mjuaji, mambo yako pia yanaendelea kuwa ngumu. Mungu mwenyewe anasema ya kwamba yeyote anayesikia habari zake, usijifanye kuwa mjuaji, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kubali habari za Mungu vile amekufundisha. Elewa Mungu vile amekufundisha na ukubali na uanze kutembea katika haya mafundisho. So hatuwezi kuendelea sisi wenyewe kuwa ndio tumejiroga, sisi wenyewe ndio tumejilaani, alafu tunaanza kuzingizia watu wengine. Hiyo ndio shida ambayo tumekuwa nayo katika hii dunia. So pale mwanadamu wa kwanza kuanguka na kujilaani na kujiroga na kujimaliza, ilikuwa ni yeye mwenyewe, sio ya anti yake. Sasa huyu anti yako mwenye unalaumu anatokea wapi? Hao Freemason na Illuminati wenye tunalaumu hawa wanatokea wapi? Wakati Mungu amekuja akakufundisha, Freemason hawakuwa pale. Bwana. Wakati Mungu amekuja amekufundisha, Illuminati na watu wengine hawa. Wewe mwenyewe ulikuwa na Mungu wawili, Mungu akahakikisha umeelewa, wewe mwenyewe ukakiri. Ukasema kweli Mungu nimeelewa ili fundisho na niko tayari kufanya kama vile umesema. So wakati Mungu amekuletea mtihani, sasa unaanza kusema ni Freemason, majini, mapepo, mwili, sijui ndugu zangu, sijui babu yangu aliyekufa. Wapenda, hiyo yote ni uongo. Shida zozote za mwanadamu, ushindi wake na kuanguka kwake hakutokani na mtu mwingine, ni yeye mwenyewe. Nimekuambia tangu mwanzo pale katika shamba la Edeni alifundishwa huyu mwanadamu na akasema amekubali mafundisho. Wakati aliletea mtihani akaanguka. Alipoanguka hakukubali ya kwamba ni makosa ni yake, aliweka lawama kwa mwingine. Naye nyoka pia akaweka lawama kwa mwingine.
naye pia yule mwingine, mwanadamu mwingine yenye alikuwa pale. Sasa ikawa ni kulaumiana, hakuna mtu alikuwa tayari kusema ni mimi hapa nimefanya makosa. Kila mtu alikataa, hata nyoka yenyewe yenye tunasema hii ilikataa. Mwanadamu mwenyewe kila mtu aliruka, kuna mtu ako tayari. Hiyo inaonyesha nini katika hii dunia mpendwa? Ukipata mtu mwenye anafanya makosa na anakubali, anatii, anasema mnatafuta kitu fulani kiliibiwa, ni mimi niko nacho, mnazungumza kulingana na masengenyo, vitina kwa kanisa, ni mimi ndiye nimekuwa nikisababisha. Mnazungumza kuhusu watu kukosa kukuja kwa kanisa mapema na kutii habari za mchungaji, kusema ya kwamba ni mimi mwenyewe. Watu hawako tayari. Kila mtu anapojipata na makosa anatafuta vile atakwepa, awekee mwingine ama awekee kitu kingine, lakini hayuko tayari kukubali. Hii ndio shida. Wakati makosa imekupata na unakataa kukubali wewe mwenyewe, unatafuta vile unataka kurushia wengine, basi sasa hiyo shida inaendelea kuwa pale, ikiendelea mambo inaendelea kuwa ngumu kwa maisha yako, kwa sababu umekuwa mjeuri. Wakati Mungu aliambia Jona ya kwamba unafaa uende Tashishi, Jona aliendelea kuwa mjeuri. Mungu akasema hapana, haina shida, wewe endelea tu kuwa mjeuri. Mambo ya Jona iliendelea kuwa ngumu. Ndio maana unasikia kwamba alipokuwa katika ile meli yenye ilikuwa imembeba ikimpeleka Tashishi, upepo ikatokea pale, dhoruba ikatokea pale, mambo ikatokea pale, mtetemeko. Huyu jamaa akajisalimisha, akasema shida ni mimi. Na kujisalimisha haikuisha tu hivyo, akasema mnitupe katika maji. Shida iko hapo. Alikuwa katika meli, mwenyewe amesema tupe kwa maji. Pale kwa maji samaki ndio imemmeza. Amekaa pale siku 3 ndani ya tumbo ya samaki. Baadaye ametoka, ametemwa, macho yake kufunguka hivi akitoka katika tumbo ya samaki. Anaambiwa karibu ni nawe uhubiri injili ya kutubu. Ujuaji. Mpendwa, lazima tutaondoa mambo ya uadui katika maisha haya. Mungu hajasema kwamba ati mwanadamu ndio adui wako. Wewe mwenyewe kwanza ndio adui wa maisha yako. Shida zote za maisha yako hazitokani na ndugu yako, hazitokani na huyo mchungaji, hazitokani sijui na serikali, hazitokani na watu wa kwenyu. Hapana, shida zote za maisha zinatokana na wewe. Hata kama familia yenu yote imekaa katika uchawi, wewe umekataa katika uchawi, tena shida za familia zinakufuata za nini? Na wewe umejiondoa kwa hiyo mambo ya uchawi. Kama kwa familia yenu watu wote wamekataa mambo ya Mungu, wewe sasa umekubali, kwa nini tena Mungu akatae wewe na wewe ndio umekubali mambo ya Mungu? Lazima tufike mahali tutabomoa uadui katika wanadamu. Tujue ya kwamba shida zote za maisha ya mwanadamu ni yeye mwenyewe. Na inatokana na nini? Shida za huyu mwanadamu. Shida za huyu mwanadamu kuanguka, kushindwa, kupitia mateso ni kwa sababu gani? Ya uasi. Hiyo ndio shida tunapata katika kitabu cha Mwanzo. Mwanadamu alipokataa yale aliyefundishwa na Mungu, asikuje katika ule mti, Mungu alikuja na kuanza kumulipa kwa uasi wake. Mpendo, unapokataa habari za Mungu na kujifanya wewe ni mjuaji, utalipwa. Kila mtu analipwa kwa ile matendo ambayo anayatenda. Hii ni mambo iko wazi. Mungu anasema anayetenda mambo ya mwili atalipa tu hayo ya mwili. Ukitenda mambo ya roho utalipa tu mambo ya roho. Kusema ukweli, hauwezi kuwa mwizi na unataka Mungu akuinue katika viwango vingine. Hauwezi kuwa wewe hauko tayari kusimama na kazi ya Mungu isonge mbele. Kazi ya Mungu inapotaka kusonga mbele, wewe ni kupiga kazi ya Mungu vita. Wewe ni kuharibu kila kitu ambacho ni kizuri katika Injili. Alafu unataka mambo yake kuwa mzuri, haiwezekani. Chenye unatenda ndicho chenye utalipwa. Mathayo 7:12 Mungu anasema kwamba chenye ungetaka wewe mwenyewe utendewe, kwanza wewe, sio ati utendee wengine. Chenye ungetaka wewe mwenyewe utendewe, wewe kwanza utendewe, ukuwe mtu wa kwanza kutendea wengine. Unaona vile ingine inaendelea? So wewe mwenyewe umejenga uadui, wewe mwenyewe umejenga vitina, wewe mwenyewe umejenga vita, magombano, chuki, hasira, umejenga uchawi. Alafu nataka Mungu akuja akulipe amani, akulipe baraka, akulipe kwa sababu ya kusubira. Mungu akulipe vitu vizuri ambazo zinakusaidia kwa maisha. Haiwezekani. Haiwezekani. Chenye unapanda ndio chenye utavuna. Ukipanda uadui, hiyo uadui ndio itakuwa ikikuandama. Hakuna mtu aliyepanda maragwe nikimuona akienda kuvuna, anaenda akitarajia kuvuna maembe. Huyo mtu atakuwa ni mkora.
huyo mtu atakuwa ni mkora. Sijaiona ati ng'ombe imeshika mimba alafu mwenye akona hiyo ng'ombe ameimiliki ako mahali pale anasema kwamba hii ng'ombe inaenda kuzaa punda. Sijawahi iona. Lakini siku ya leo mtu anatenda mambo mabaya lakini anatarajia alipwe mema. Shida zote za mwanadamu katika hii dunia ni yeye mwenyewe. So vile tumekuwa tukilaumu wazazi. Wazazi hawakutusomesha. Wewe unajua kuna watu wangapi wameenda shule na wamefaulu. Tumelaumu marafiki, tumelaumu majirani, tumelaumu watu wa familia, ndugu zetu na dada zetu ndio wanatumaliza. Tumefika mahali tumelaumu serikali, tumetukana rais, tumetukana polisi na wanajeshi. Tumeingia mpaka kwa kanisa, tumelaumu wachungaji ndio wametumaliza. Tungekuwa sasa tulishanunua mashamba, tumeshakuwa na magari. Wachungaji ndio wamefanya, tumekosa. Kwa sababu gani? Shida ni sisi wenyewe, lakini hatuko tayari kukubali. Adui wa mtu ni yeye mwenyewe. Kwanza, hakuna mtu mwingine, ni yeye mwenyewe. Wengine wale ni Mungu analeta kwa maisha yako wakufundishe, urudi katika akili, ukafuata habari za Mungu. Mpendwa, kama utataka kufuata habari za Mungu, Mungu atakuletea watu katika maisha. Watu ambao watakunyorosha. Mungu atakuletea watu ambao kweli watakuja katika maisha yako, watakufundisha mpaka utarudi kwa Mungu, utainua mikono. Uliza Nebukadneza. Nebukadneza alijifanya kuwa mjanja. Anafundishwa na Mungu, anajifanya kuwa ni mjanja. Mungu akamletea wandugu wanne. Akamletea Danieli, Shadrach, Abednego, my friend. Wakamwambia wewe tutakufundisha. Mungu alitumia Shadrach, Abednego, Meshach, Danieli kufundisha Nebukadneza. Nebukadneza mpaka akajipata kwa msitu miaka 7 akitafuna nyazi. Alikuja kuwa ameinua mikono na kuambia hakuna mtu atatoka katika hii dunia kama ajui Mungu. Mimi nakwambia, ndio maana nasema na kila goti lazima litapigwa. Unafikiri nini? Kila goti kupigwa. Unafikiri alikuwa anaongelea nini? Na kila ulimi utakiri. Wewe endelea tu kuingia Freemason, wewe enda tu Illuminati, wewe jifanya kwamba sasa wewe ndio unajua mambo yote. Jifanya tu ndio mganga sugu, lakini hautaondoka katika hii dunia kabla hujakiri ya kwamba Yesu Kristo ndio Mungu. Ni ngumu. Ni ngumu. So, nataka nikwambie, lazima tuondoe mambo ya kuchukiana sisi wanadamu kwa wanadamu. Hiyo tutawacha. Na kuchukua lawama kuanza kuweka kwa wanadamu wengine, na ni sisi wenyewe ndio shida. Sisi wenyewe ndio shida. Nilikwambia jana katika Mathayo na katika Luka, wakati Mungu anatuma watu kuhubiri, anapeana maagizo vizuri sana. Atakaye kubali injili, huyo mtu atabarikiwa, mambo yake itaenda sawa. Atakaye kataa hiyo injili amelaaniwa. Sasa kweli mpendo, umekataa injili, umelaaniwa. Wewe unafikiri hata uende kwa kanisa mchungaji aliyeitwa na Mungu na bado umekataa, umekuwa mchungaji akuombe, wewe unafikiri utafaulu? So ulize Datani, Kora na Abiram walikataa mambo ya Mungu wakajifanya kuwa wajuaji. Wacha Mungu aingie katika hema lao. Dunia ilifungua mdomo na kuwameza. Musa alienda chini akalala kifudifudi akalia akaambia Mungu wasamehe. Mungu akamwambia Musa, wewe bado ni mtumishi wangu nabii, lakini hawa jamaa watatu wamekuwa sugu ya kusumbua kazi yangu. Nataka niwaoneshe mimi ni Mungu. Walimezwa watu wengine waliokuwa mashabiki sugu wa Datani, Kora na Abiram. Walipoona hivyo waliinua mikono. Uliza Miriam na Aaron walipoanza kutukana Musa na kumsumbua. Mara Musa sijui ameua mtu gani, Musa mara wewe sio wewe pekee Mungu anaongea na wewe, hata pia sisi Mungu anaongea sisi. Wakaanza kiburi na majeuri. Miriam alipopewa tu ukoma, Aaron alipoona tu ukoma wa Miriam aliinua mikono. Mpendo, acha nikwambie, shida ya mwanadamu bwana sio huyo. Hata kama anko yako ni mganga, anaweza kukurogaje kama wewe umeshaamini habari za Yesu? Anko yako aroge Yesu mwenye umeamini kweli? Mpendwa, shida ni wewe. Mimi nakwambia, shida yote ya maisha ni mimi. Mambo yote ambayo yanatokana mimi kushindwa katika maisha sio Freemason, shetani, Illuminati, sijui nyoka, sijui majini, mapepo, hayana nguvu yoyote juu ya maisha yangu. Yesu ambaye niko naye ako juu ya kila kitu. So siwezi kaa katika hii dunia
tena ninatetemekea mapepo, majini, Illuminati, Freemason na babaika. Sasa nitakuwa nimeamini Yesu wa nini? Na huyo Yesu ndinasema ako juu ya kila kitu. Mapepo yanamwabudu. Kila mtu yeye mwenyewe amesema na kila goti litapigwa. Mapepo hata yakiwa na goti yatapiga kila kitu na kukiri ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. My friend, unafikiri ni mchezo? Alafu anakuja kuanza kusema ya kwamba kuna mtu anakumaliza. Tumejenga uadui mpaka tumechukia wazazi wetu, tumechukia ni mandugu zetu tuliozaliwa nao, tuliambiwa wanatumaliza, tumechukia majirani, tumechukia wachungaji, watumishi wa Mungu, tumewachukia. Tumeona hao pia wamefika mahali wanatumaliza. Tumechukia mpaka serikali, utawala, yaani kila mtu ambaye tunaona katika maisha haya, tunaona kwamba huyo mtu ni mbaya, anatumaliza. Lakini sisi wenyewe hataki kufanya nini? Kujiangalia na kusema ni mahali wapi tumeangukia, ni wapi ambao tumekataa sauti ya Mungu na tukajilaani, ni wapi ambapo tumeanguka na hasira ya Mungu iko juu yetu, ghadhabu ya Mungu iko juu yetu. Hiyo hatutaki. Lawama tu, kila kitu ikitokea katika familia, ni huyo ndiye amefanya, hii ndiye amefanya. Wewe mwenyewe umekaa chini ukajiangalia, ukaona ni mahali wapi hapo ambapo umekosea na unafaa kurekebisha. Lakini umebaki tu mtu akutupa huku lawama na kutupa kule. Nataka nimalize ile somo la siku ya leo nikisema hivi: kubomoa uadui katika wanadamu. Hiyo ndio somo letu, na tunabomoa tukisema hivi: chanzo chochote cha mtu kufaulu ama kushindwa ni yeye mwenyewe. Anafaulu waje? Kwa kusikia mafundisho ya Mungu ambaye Mungu mwenyewe anamfundisha yeye mwenyewe kibinafsi, na kutumia wanadamu na vyombo vingine ambavyo ameumba katika hii dunia. Huyu mtu Mungu anakisha amemfundisha mpaka ameelewa. Mungu hawezi kukufundisha na ukose kuelewa, my friend. Mungu huwa anafundisha mtu mpaka aelewe. Huyo mtu mwenyewe aelewe lile somo. Sasa ndio Mungu akuje na mtihani. Sauli alipoambiwa enda kwa pale kwa Amaleki, haribu kila kitu, Sauli alielewa. Lakini alipofika pale akaanza kuweka dhahabu, akaanza kuweka ng'ombe zenye zimenona, akaanza kuweka vitu vizuri. Alipoulizwa akakuja na sababu, nilikaa nimeweka hii ndio baadaye nikuje nitolee Mungu sadaka. Sasa unatolea Mungu sadaka, yeye ndio pesa, yeye ndio hiyo punda, yeye ndio hiyo ng'ombe. Alafu unafanya makosa, badala ya ukubali unaanza kujifariji ili Mungu aone kwamba ulikuwa unafanya jambo nzuri. Hiyo ndio shida tuko nayo siku ya leo. Mwanadamu anapokosa huwa hakubali. Ukipata mwenye utakubali, shukuru. Wengi wanakataa, alafu baadaye wanaanza kujifariji na mistari huku na huku na kutafuta mawazo yao na mawazo ya dunia, ile kitu ambayo itawafariji waone kwamba chenye wamefanya ni mzuri, na ile hali wameanguka. So kuanzia siku ya leo tuondoe uadui. Wacha kuchukia ndugu yako. Mungu mwenyewe alisema kwamba penda mwenzako kama vile unajipenda. So mambo ya kuchukia ndugu yako, my friend, wachana nayo. Na kinyo unafaa kuelewa katika dunia, unapokataa mafundisho ya Mungu, Mungu atatumia njia yoyote ile kuhakikisha kwamba lazima utaelewa ile mafundisho. Kama atatumia muganga ndio uelewe mafundisho, muganga atakuja tu akuroge. Kama atatumia polisi ushikwe ndio uelewe, haina shida. Kama Mungu atatumia wazazi, Mungu atatumia bosi yako, atatumia bibi yako, mume wako, atatumia mtoto wako ndio uelewe yale mafundisho. Na kuambia ukweli, lazima uelewe yale mafundisho. Mambo yote ambayo tunapitia katika maisha, sisi ambao tumeokoka na hata wale ambao hawajaokoka, Mungu anatenda mambo yote kwa wema kwa kila mtu ili apate kumjua. Wewe kwa tu mjeuri pale, hata mimi wakati nilikuwa mjeuri, nilijifanya kwamba mimi ni mjuaji, mimi nilikuwa mtu ambaye ninajua yote. Haungeweza kuniambia kitu, nilikuwa najua yote. Lakini wakati niliwekwa kwa ukuta vizuri na Mungu, nilifinywa mpaka nikatoka pale nilikuwa nimeinua mikono juu nikisema kwa Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo, Yesu Kristo, sio Muhammad, sio Allah, sio Buddha, sio Krishna, sio malaika, sio mimi just as Yesu Kristo ni Bwana. Hata wewe lazima ukiri. Mradi uko katika dunia na wewe ni mwanadamu, utakiri. Hiyo ni lazima. Wewe jifanye tu. Lakini hautaondoka katika dunia
kabla hujakiri Yesu Kristo ni Bwana. Ndio naonanga hata mtu alikuwa amekataa mambo ya Mungu, amejifanya mjuaji, wakati amelemewa na magonjwa anaenda kukufa, mnitafutie pasta kuja niombe. Hiyo ndio wakati utamuona sasa anakuja kanisani, anajifanya kwamba sasa anakuja kanisani kuomba. Amelemewa mpaka dakika ya mwisho atainua mikono atakiri kwa ulimi yake ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. So kuanzia siku ya leo jua kwamba matatizo yote ya maisha yako ni wewe mwenyewe. Wacha kuweka lawama kwa watu, wacha kuchukia watu, wacha kuweka waadui. Watu hawezi kukumaliza, hakuna mtu anaweza kukumaliza, hakuna mtu anaweza ondoa kitu yoyote ama aongeze kitu yoyote kwa maisha yako kando na ile Mungu alikusudia. Kama Mungu alisema atanitumia wewe kuongeza kitu kwa maisha yako, ni Mungu tu ametumia mimi. Sifa ni za Mungu, sio mimi. Na mimi ningekataa nijifanye kuwa ni mjuaji, angetumia mwingine. Hakuna mahali Mungu anaenda hasara. Na hata nikikataa atanilazimisha. Wewe unataka kuniambia huyu Jona yeye ndiye alikuwa mtu peke yake wa kupeleka ujumbe Nineve? Hakuko kwako na watu wengine. Hii kazi ya Mungu hata ukikataa kuifanya, Mungu mwenyewe anakulazimisha, unaifanya by force. So unafaa kujua kwamba katika hii dunia Mungu chenye alisema ndio hicho, na hakuna kitu kinaweza zuia ila tu ujuaji wako na uwasi wako wewe mwenyewe. Lakini waganga wakusanyike, serikali ikusanyike, wachungaji wakusanyike, waombe, wakulaani, lakini kama sio mapenzi ya Mungu hakuna kitu kitakutendekea. So kuanzia siku ya leo, kwa wale ambao umesikia mafundisho, umeshapata fundisho la kwanza ya kwamba uadui ulitokana na mtu mwenyewe, sio nyoka, yeye mwenyewe. Na ukatokana aje? Alikataa yale mafundisho aliyoambiwa na Mungu, pale usikule, kula pale. Akakataa yeye mwenyewe. Hapo ndio shida ya maasi yote. Hapo ndio shida ya kushindwa, ndio kila kitu. Shida zote zilitokea pale kwa huyo mtu mwenyewe, sio kitu kingine. So wewe mwenye katika hii dunia, wewe mwenye ujumbe unaopata, elewa hivi, kuanzia siku ya leo, enda ushughulikia maisha yako. Angalia katika maisha yako ni mahali wapi Mungu amekwambia jambo ukajifanya wewe ni mjuaji. Sasa Mungu anakushughulikia, anakulipa kwa hiyo ujuaji mpaka urudi kwa akili. Sasa umekataa, umewekea watu wengine. Rekebisha, urudi katika akili, utubu, utaona mambo yako ikienda tu. Mambo ya watu yasikusumbue. Mwanadamu asikuja katika hii dunia kukupatia wasiwasi, hata anaweza kukumaliza, anaweza zuia mipango za Mungu. Unaokaa katika hii dunia ukitetemekea wanadamu, uko na hofu na viumbe venye Mungu aliumba. Unaogopa viumbe vya Mungu kuliko Mungu mwenyewe. Nimemaliza ujumbe wangu. Wale ambao mnapata hii ujumbe mkiwa Facebook, hii ndio channel yetu, imeandikishwa katika channel ya Believe Obey. Kama ulikuwa pale TikTok, mahubiri haya pia yanawekwa kule. Unaenda TikTok katika channel ya Believe and Obey Jesus Only. Kama uko YouTube, channel yetu imeandikishwa katika jina la Believe and Obey the Only True God. Wale ambao mmepata ujumbe, Mungu awabariki, mkawe na wakati mwema na mkaendelee kusambaza ujumbe huu na mwingine wowote ambao Mungu atakunenea wewe kwa wanadamu, ili tukaishi katika hii dunia kulingana na vile Mungu alikusudia. Mungu awatende mema.